na kuhusiana na jambo hilo la dabi ya Kariakoo? Dabi ya Kariakoo, unajua kuna nyakati inafikirisha sana, lakini sitaki kuamini ya kwamba Simba, bodi ya ligi pamoja na TFF lao si moja. Yani sitaki kuamini, na mimi nitachelea kuamini ya kwamba bodi ya ligi na Simba pamoja na TFF hawashirikiani kwenye hili, kwa sababu yako maswali mengi sana ambayo naweza ukajiuliza toka ili sakata litokee. Ngoja niwakumbushe tu watu ambao huenda hawafahamu vizuri, ama watu wengine wanajibu hoja ama wanalizungumzia hili jambo kwa miemko. Ikumbukwe hili jambo walilianzisha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ilikuwa tarehe 7 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Simba walienda kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Walidai ya kwamba wamezuiwa na mabouncer ambao wakidhani ni mabouncer wa klabu ya Yanga. Na Simba waliandika taarifa kwa umma kwamba hawatacheza mpaka pale hatua zitakapochukuliwa stahiki juu ya mambo ambayo si ya kimchezo uwanjani. Lakini sasa cha kustaajabisha na cha kujiuliza, game inakwenda kupangiwa tarehe. Simba ndiye aligomea mchezo kwa sababu alifanywa vitendo ambavyo si vya kiungwana na si vya kimichezo. Kwa hiyo Simba ndiyo mtu wa kwanza ambaye anatakiwa apate ripoti ya kile kilichofanyika siku ya tarehe 7 ili aweze kuelewa kwamba ni namna gani na wakina nani ambao wamefanya vitendo hivyo, ili Simba sasa awe na amani, na wakati mwingine inapotokea jambo kama hili, umeelewa vizuri iwe fundisho kwa wengine. Lakini Simba ambaye alikuwa anataka haki itendeke, haki ifanyike, ndio Simba ambaye kwa sasa hana habari tena ya kutaka ripoti. Sasa hilo jambo linanifikirisha, kwa maana ya kwamba najiuliza maswali. Je, Simba alidanganya bodi ya ligi, lakini pia Simba alidanganya umma na hakuwa tayari kucheza ule mchezo? Kama ni kweli alikuwa tayari kucheza ule mchezo, na kama ni kweli kuna vitendo alifanywa dhidi yake na si vitendo vya kiungwana, yeye ndio mtu wa kwanza alitakiwa ashinikize TFF na bodi ya ligi impatie ripoti ya kile kilichofanyika, yeye kushindwa kufanya mazoezi na kufanywa vitendo ambavyo si vya kimpira, ili awe huru na watu ambao wamefanya vitendo vile wakomeshwe. Lakini cha ajabu, Simba imepanga tarehe mpya, yeye ndo anashangilia kana kwamba yeye yani haeleweki yuko wapi sasa, kwa sababu unafurahia kupangiwa tarehe nyingine ikiwa tarehe iliyopita ukucheza, na ukucheza kwa sababu ulifanywa vitendo ambavyo si vya kiungwana. Je, ripoti imetoka? Walio kutendea vitendo vya kiungwana wamechukuliwa hatua gani? Sasa anatuacha njia panda, na ndio maana nimesema nitakuwa mwisho kuchelea kuamini ya kwamba Simba, bodi ya ligi na TFF si wa moja kwenye hili. Mimi ninachoamini ni mchezo tu wa kitoto ambao tunachezewa, na ndio maana unaona Young Africans yuko na misimamo madhubuti kwenye hili. Mimi namuunga mkono Young Africans kwa 100%. Bodi ya ligi wamewakosea, lakini Simba na wao wanatuendelea kutuonyesha kwamba wao wamekuwa kama bendera ufuata upepo, ambao chochote kinachofanywa wao wako tayari kwenda. Bodi ya ligi wao Simba ndio wamewashinikiza waahirishe mchezo, wakitoa sababu nzito ambazo zilikuwa zinatakiwa zifanywe uchunguzi na zitoke majibu na Simba wapate haki yao. Lakini hao Simba ndio wamekuwa sasa hivi wakifurahia ratiba mpya bila kujua hatima ya waliofanywa kwenye ule mchezo ambao kuchezwa tarehe 8 ni ipi. Kwa hiyo naamini ya kwamba Young Africans wako sahihi, na kama watakubali kucheza bila watu kuchukuliwa hatua, kutakuwa na changamoto kubwa sana. Lakini ukisikiliza pia vizuri, unapata kuona kwamba kuna kauli ambazo pia zimetolewa na rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, kwa maana ya Wallace Karia, juu ya hukumu haitatoka. Ni kauli nzito sana. Kama rais ni bora angeendelea kukaa kimya, kwa sababu si mara ya kwanza kuyatibanganya mambo namna hii. Ni bora angeendelea kukaa kimya, kwa sababu unaposema hukumu haitatoka, kwa sababu watu wataka waende kasi, acha waende, na sijui amesema kwamba kesi itaisha ama ishi. Ni maneno ya aibu kwa kiongozi mkubwa wa mpira wa nchi hii, kwa sababu wewe ndio mwenye mamlaka na wewe ndio unatakiwa utulize mpira wa nchi hii. Ikumbukwe furaha ya Watanzania takriban 90% ni hizi timu za Simba na Yanga. Sasa kwa nini wewe kama rais
wewe kama ndio mwenye mamlaka ya juu kwenye huu mpira unashindwa kutafuta suluhisho la mambo, kiongozi yoyote anayeshindwa kusimamia taratibu na kuongoza vizuri watu wake hana sifa za kuwa kiongozi. Haijalishi umefanya mangapi. Na hapa ndio unatupa shida, na sisi tuanze kufikiria namna yako ya kiutendaji kwenye majukumu yako. Umeelewa vizuri? Ijapokuwa watu wanaimba mapambio mengi kwamba Rais Karia ameleta mafanikio makubwa. No, kuna wakati tukubali mtu anaweza kusukumwa na upepo. Amekuja kwenye upepo mzuri. Anasema Rais Karia avoingia ndo Yanga Afrika amechukua kombe zaidi ya mara 3, sijui wamefanya sio vitu vingapi. No, hii ni uwekezaji ambao umefanyika ndani ya Yanga. Karia angekuja Yanga hawana kikosi bora, unafikiri angefanyika haya ambayo yamefanyika? Lakini uwezekano wa Yanga kufanya vizuri ama Simba kufanya vizuri na timu yoyote inategemea na uongozi wao kuwa madhubuti, lakini inategemea na aina ya wachezaji ambao wanawasajili kwa ajili ya kwenda kuwapambania kama klabu yao. Kwa mimi nione hili jambo lisituumize sana vichwa. TFF na bodi ya ligi wanajua nini wamefanya, na mimi naamini sana hili jambo litafika wakati kuna namna litakwenda kuisha. Litaishaje? Lazima watu wawajibike, na si kama Waziri Kabudi alivyosema tuwezi kuingilia, watalifumbia macho. Wewe tunaelekea kwenye swala mazima ya uchaguzi. Kwa nini Tanzania tuwe na mambo yasiyoeleweka wakati tuna jambo kubwa? Kwa nini ajenda iwe hii ya Simba na Yanga wakati ajenda iwe nani kiongozi bora? Nani anakwenda kuwa mbunge sehemu fulani? Rais wetu anakwenda kuwa nani sasa? Umeelewa vizuri? Nani wana sera gani madiwani wakata husika? Vitu kama hivyo. Lakini hili linatakiwa sasa watu wawajibishane, watu wayamalize, ili tuende kwenye ajenda nyingine za kitaifa tukiwa salama salimini, tukiwa vizuri. Lakini nikwambie kuna kitu nilikuwa nakisikia pia kwamba Young Africans atachukuliwa hatua kwenye hiki ambacho kinaendelea, kwamba kama hatoleta timu tarehe 15 ya mwezi wa 6, Young Africans atachukuliwa hatua, yaweza kupokonywa pointi, lakini atatozwa faini ya shilingi milioni 5, milioni 2 watachukua Simba na 500,000, milioni 2.5 TFF. Jambo ambalo unajiuliza, kama kuna kanuni ambazo zina ukali kiasi hiki, kwa nini hizi kanuni zikutumika tarehe 8? Kwa nini wakutoa ripoti ya kwamba tarehe 8 alitukwamisha 1 2 3? Kwa sababu alituharibia ratiba na alitufanyia mambo ya hovyo kwenye mpira wetu, tunawajibisha. Kwa nini? Lakini leo ndio kumekuwa na Young Africans sasa popeleka timu. Sasa ukiongea hivi vitu unaweza kuonekana unaegemea upande mmoja. Ukiongea hivi vitu inaonekana kwamba wewe labda sijui umelipo, lakini hapana, kwenye haki tuzungumze haki. Na tazama hata wale wachambuzi ambao walikuwa wanazungumzia sakata la tarehe 8 kwenye media zao, walikuwa wanaomba haki itendeke. Walikuwa wanasema kanuni ifuate utaratibu, wale mabausi wapatikane, kanuni zitumike hapa kwenye kuamua hili jambo. Lakini baada ya kuona sasa bodi ya ligi wameyatabanga siku hizo hapo kwenye kanuni, utasikia bodi ya ligi haipangiwi. Bodi ya ligi ni chombo ambacho kinasimamia mpira wetu. Wao Yanga wamepata mafanikio kwa sababu ya bodi ya ligi. Hoja ambazo hazina mashiko, wakati mara ya kwanza ilikuwa inasimamia kanuni. Kwa hiyo unataka kanuni ifuatwe, alafu baadaye unasema bodi ya ligi waache tuwafanye majukumu yao. Ni mambo ambayo ya ovyo kweli kweli kwenye mpira wetu. Mimi nafikiri kuna vitu haviko sawa kwenye mpira wetu kaka. Nikushukuru sana. Na mimi nashukuru sana. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.